Serikali ya Mali imetoa zawadi ya dola milioni 3.5 kwa taarifa zitakazopelekea kukamatwa kwa Iyad Ghali, mkuu wa tawi la Al-Qaeda katika ukanda wa Sahel, licha ya kwamba bwana huyu pia yupo kwenye orodha ya magaidi wanaosakwa sana na serikali ya Marekani na anakabiliwa na hati ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Lakini ni nani mtu huyu anayeogopwa na kusakwa na mataifa makubwa, lakini bado anaendelea wakwepa na kuwakimbia maafisa wa usalama? Iyad Ghali ni kiongozi wa kijihadi mwenye ushawishi mkubwa kaskazini mwa Mali, ambaye alianzisha kundi la Ansar al-Din na baadaye kuongoza muungano wa JNIM akihusishwa na Al-Qaeda. Kupitia mbinu za kijeshi na mazungumzo ya siri, alipanua ushawishi wake katika ukanda wa Sahel, akipinga serikali za kijeshi na ushawishi wa kigeni. Ripoti zinasema bwana huyu alipata umaarufu kwa mara ya kwanza wakati wa uasi wa Watuareg. Yaani, hii ilikuwa ni mifululizo ya migogoro ya silaha ya mapigano ya kisiasa yanayofanywa na jamii ya Tuaregs dhidi ya serikali kuu ya mataifa ya ukanda wa Sahel, hasa Mali na Niger katika miaka 1990. Mnamo mwaka 1991 akahudumu kama katibu mkuu wa harakati ya wananchi ya Azawad MPA, lakini maisha yake yalikuwa na sura nyingi. Mnamo mwaka 2002 inaripotiwa kwamba bwana huyu alisoma katika msikiti mmoja uliopo Saint Denis nchini Ufaransa, na baadaye akaongoza uasi mwingine wa muda mfupi mnamo mwaka 2006 kabla ya kujiunga na baraza kuu la maeneo ya utawala la Mali mwaka 2007. Kati ya mwaka 2008 na 2010, Ghali aligeuka kuwa mwanadiplomasia aliyehudumu katika ubalozi mdogo wa Mali nchini Saudi Arabia chini ya rais wa zamani Amadou Tsunami Toure. Hata hivyo, Saudi Arabia ikamfukuza nchini humo kwa sababu ya kuwa na mawasiliano na watu wenye msimamo mkali wa kidini. Katika kipindi hiki chote alitumia ushawishi wake kama msuluhishi wa kuachiliwa kwa watalii 14 na mateka wa Kimagharibi waliotekwa na makundi ya kigaidi kama GSPC na Akim. Mnamo Desemba 2011, sura mpya ya gaidi huyu ikazaliwa. Alianzisha kundi la Ansar al-Din AAD kwa msaada mkubwa wa kifedha na kijeshi kutoka kwa kundi la Akim ililokuwa likitaka kupanua nguvu zake kuelekea Sahel. Kufikia mwaka 2012, kundi la AAD liliteka mji mkubwa kama Tessalit na Timbuktu. Chini ya udhibiti wao, waliharibu maeneo ya urithi wa dunia ya UNESCO na wakaanza kulazimisha tafsiri kali ya sheria ya Kiislamu, yani sharia, kwa raia wanaoishi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, wanamgambo wa AAD walitesa au kuua raia wa Mali ambao hawakutii amri zao. Mnamo Februari mwaka 2013, Umoja wa Mataifa na Marekani walimwekea vikwazo na kumtangaza Ghali kuwa gaidi wa kimataifa, na mwezi mmoja baadaye, Machi 22 mwaka 2013, AAD ambacho ni kikundi chake kikatangazwa rasmi kama shirika la kigaidi la kigeni na Wizara hiyo ya Mambo ya Nje ya Marekani. Licha ya majeshi ya Ufaransa na Afrika kuingia kaskazini mwa Mali na kuwafurusha na mgambo hao, Ghali alitoweka jangwani na kuendelea kutoa video za vitisho dhidi ya Ufaransa na kikosi cha Umoja wa Mataifa cha MINUSMA. Alitangaza wazi kuwa Ufaransa ndiye adui yake wa kihistoria anayeiba utajiri wa nchi zao, akiitaja nchi hiyo kama mawakala wanaokalia ardhi yao na wanaoshambulia dini yao na wanaoiba utajiri wao. Kufikia mwaka 2022, kuondoka kwa majeshi ya Ufaransa na kujiondoa kwa Mali kutoka kikosi cha G5 Sahel kuliacha pengo kubwa la kiusalama, hali iliyompa gaidi huyu nafasi ya kupanua mashambulizi yake hadi nchi kama Togo na Ghana. Mnamo Desemba mwaka 2023, Iyad Ghali alitokea kwenye video adimu akizishutumu vikali serikali za kijeshi za Mali, Burkina Faso na Niger. Iyad Ghali anabaki kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa, hatari na usiotabirika katika historia ya migogoro ya kisiasa barani Afrika. Lakini je, jitihada za serikali za kijeshi za Sahel zikisaidiwa na Urusi zitafanikiwa kumtokomeza kiongozi huyu wa kigaidi aliyedumu kwa miaka mingi? Wizara ya Usalama ya Mali hivi sasa imetoa faranga bilioni 2 sawa na dola milioni 3.5 za Kimarekani kwa mtu yoyote atakayetoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa au kuuawa kwa gaidi huyu. Mimi ni Regina Baltazare.